na kusalimu katika jina la Yesu. Naitwa Evangelist Godfrey Mwakosia kutoka Tanzania, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naitwa Godfrey Mwakosia kutoka Tanzania, mkoa wa Mbeya. Nimeleta habari njema. Tuende moja kwa moja kwenye kitabu cha Ufunuo. Sura ni ya 14 na mstari ni wa 13. Mmoja tu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14 mstari ni wa 13. Neno la Mungu linasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Bwana alibariki neno lake. Hiki ni kitabu cha mwisho kabisa. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana ni kitabu cha mwisho kabisa. Neno la Mungu linasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi, amiri jeshi mkuu, simba wa kabila la Yuda, upewe sifa, Mwokozi wa ulimwengu. Asante kwa ajili ya ujumbe wa neno lako, katika uweza wa jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Neno la Mungu linasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya taabu zao, asema Roho. Ni ujumbe ulio special kabisa, ambao unazungumza sifa za mwanadamu aliyefaulu, mwanadamu aliyeshinda. Na hiyo ni siri ya Mungu na mtu aliyeondoka. Anatoa sifa kwa mtu aliyeko duniani baada ya kuondoka. Anasema heri wafu wafao katika Bwana. Na neno la Mungu limechunguza, limepima na limethibitishwa, limeonekana liko sawa, kwamba heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya taabu zao, asema Roho. Biblia inaposema asema Roho, yani kama kuna mashahidi duniani, mashahidi wa dunia wanakosea, ila Roho Mtakatifu ni shahidi pekee wa maisha ya mtu, asiyeonea, asiyemwacha mtu, asiyempendelea mtu, Roho Mtakatifu. Ndio maana hapa neno linasema asema Roho, tafsiri yake asema shahidi wa kweli. Maana Roho Mtakatifu ni shahidi wa kweli, kabla hujatafuta mashahidi wa nje na kueleza. Roho Mtakatifu ndo shahidi wa roho ya mtu, ndo shahidi wa maisha ya mtu. Roho Mtakatifu ndiye anayejua yote katika maisha ya mtu. Na ndio maana hapa Biblia inaposema nikasikia sauti kutoka mbinguni, ni sauti ambayo Mungu anaiongea, ni sauti ambayo Mungu ananena. Kanisa,
Kufa ni rahisi, lakini ufanikiwe kufa katika Bwana ni gharama. Yaani kufaulu kufa katika Kristo ni gharama, na ndio maana Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana. Heri wafu watakaoshinda, watakaotembea na Yesu kwa uaminifu na wakafaulu siku ya kukata roho, wakafaulu kuingia kwenye sehemu ambayo Mungu ameiandaa. Na ndio maana Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana. Watu wengi wanakufa, lakini hadi ufe katika Bwana usifanye mchezo. Unaweza ukafa, ndio. Wanaokufa ni wengi, wanaoondoka ni wengi, wanaokufa ni wengi, matilioni, mabilioni, mamia kwa maelfu wanakufa, lakini hadi ufe katika Bwana. Kuna neno katika Bwana, kufa katika Bwana. Wanaokufa katika dhambi ni wengi, lakini neno linasema heri wafu. Tafsiri yake heri watakao faulu, kwa sababu hatufi mara mbili, hatuondoki mara mbili. Kuzaliwa ni mara moja na kufa ni mara moja, na baada ya kifo ni hukumu. Itumie nafasi yako, itumie nafasi kwenye kipindi cha maisha yako. Tembea na Yesu kwa uaminifu, kataa dhambi, mpinge shetani, tembea na Yesu. Tunza roho yako, tunza nafsi yako, tunza maisha yako. Tembea na Mungu anayekuchunguza gizani, anayekuchunguza uzungukapo, anayekuchunguza urarapo, anayechunguza njia zako. Uwe mwaminifu, tembea kwa uaminifu. Na ndio maana hapa neno linasema, Ufunuo 14 mstari wa 13, Biblia inasema nikasikia sauti kutoka mbinguni. Kumbe anayeongea ni amiri jeshi mkuu, anayeongea ni Mungu mwenyewe, anayeongea ni mwenyewe mwenye mbingu. Anasema Roho Mtakatifu ndo anashuhudia haya, kwamba asema Roho, asema mkaguzi wa kweli, asema asiyepokea rushwa, asema anayechunguza. Na ndio maana hapa neno linasema nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu. Na huyo mwandishi ni Yohana. Andika ni sauti, kwamba heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya tabu zao. Tabu ni nini? Kutembea na Yesu. Hakuna kitu kigumu duniani. Hata kama utaelezwa mengi, utaambiwa mengi, watu watakuambia uchumi ni mgumu, watu watakuambia ndoa ni ngumu, watu watakuambia maisha ni magumu, watu watakuambia masomo ni magumu. Achana na hivyo vingine hivyo. Hakuna kitu kigumu kama kutembea na Yesu. Tabia kuitunza ni vita. Kutembea na Yesu ni upinzani, kwa sababu shetani hana vita na uchumi, shetani hana vita na majengo, shetani hana vita na maisha ya mtu ya nje. Shetani ana vita na maisha ya baadaye. Anajua uzuri wa mbinguni, anajua thamani ya ule mji. Na ndio maana neno linasema heri wafu wafao katika Bwana, watakao faulu kwenye finali ya siku ya mwisho. Kwa sababu swala sio kufa, swala ni kwamba ukifa utaenda wapi? Nani akupokee? Utakuwa mgeni wa nani baada ya kuondoka? Baada ya kuondoka utakuwa mgeni wa nani? Hata vile watu wanafanya uzinzi, wanasema namshukuru Mungu nimerudi tena. Umerudi wapi? Huku tunataka original, sio copy. Kama wana wa dunia wanasema leta cheti original, sio copy ya cheti. Leta, wamekopi ni mambo ya kiroho, wamekopi mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni yanahitaji original. Ukiokoka jitunze, jiepushe na mambo machafu. Na ndio maana hapa Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana, mashujaa, makamanda, maseneta waliobeba msalaba kwa gharama zote. Kutembea na Yesu, kutembea na Yesu sio elimu ya dunia. Kutembea na Yesu si mali za dunia.
Kutembea na Yesu si vyeo vya ulimwengu. Kutembea na Yesu ni sura nyingine. Tembea na Yesu hasa kwenye kipindi cha lala salama. Tembea na Yesu hasa kwenye kipindi cha siku za mwisho. Na ndio maana Biblia inasema, nikasikia sauti ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya tabu zao, waliopambana, waliomwabudu Mungu katika roho na kweli, waliotembea kwa uaminifu, waliotunza miili yao, waliotunza roho zao, waliotunza nafsi zao. Tembea na Yesu kwenye siku za mwisho. Heri wafu, heri wafu, heri, 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 heri watakaofaulu kulala, watakaofaulu kufa katika Bwana, watakaofaulu kutembea na Yesu kwa uaminifu. Heri wafu wafao katika Bwana. Yesu aliongea maneno haya, aliongea kwa uchungu. Anajua mwanadamu akiondoka hana njia mbili wala tatu wala tano, ni njia moja tu, uchague. Kuna kufia dhambini, kuna kufia katika Bwana. Sasa anatoa pongezi kwenye uzuri, haongei kwenye ubaya. Anasema wafao katika Bwana. Kujitunza ni gharama. Kujitunza ni vitu vingine tofauti, ni elimu nyingine, inajitegemea, ni elimu ya kwenye ufalme. Na hapa Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana. Haungojewi leo. Zunguka, tembea ukiwa na afya. Wewe fanya lolote unalotaka, ila kipimo chako, lala katika Bwana. Kufa katika Kristo ndo penye gharama. Hakuna ambapo shetani anagombana napo. Watu wanaanza vizuri, lakini shetani anapambana na mwisho wa mtu. Watu wanaanza vizuri, lakini shetani anapambana na mwisho wa mtu ili asife katika Bwana. Nasema pambana vizuri, uwe mwaminifu. Ndio pale kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 10 anasema uwe mwaminifu hata kufa. Yani pambana uwezavyo kupambana, pigana uwezavyo kupigana, tembea uwezavyo kutembea, jitunza uwezavyo kujitunza. Uwe mwaminifu hata kufa. Tembea na Yesu, atalisha maisha yako kwa ajili ya mbingu, atalisha maisha yako kwa ajili ya nafsi yako. Maisha yako ya umilele yana thamani kuliko maisha ya dunia hii, kuliko mambo ya ulimwengu huu. Duniani tuna miaka michache, 70, 60, 80, hata 30, hata chini ya hapo, lakini yatamani maisha ya baadaye. Pigania roho yako, ipiganie nafsi yako. Nikasikia sauti, heri wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya tabu zao, asema Roho, asema shahidi wa kweli, shahidi wa roho za watu, shahidi wa matendo ya watu, shahidi wa nafsi za watu, shahidi wa maisha ya watu. Roho Mtakatifu ndo anayekujua, ndo anayekuchunguza, ndo anayekutambua. Kabla hujajitambua anakutambua. Mtambuzi wa kweli, mkaguzi wa kweli, mchunguzi wa kweli, ushuhuda wako ukajulikane mbele. Ndio maana sehemu nyingine Biblia inasema ili ujulikane kuwa una haki katika maneno yako, pasipo kuonewa, pasipo kusingiziwa, pasipo kusema nimeonewa. Neno la Mungu linasema ili ujulikane kuwa una haki katika maneno yako, ukashinde uingie hapo hukumuni. Kuna neno linasema ukashinde. Maana yake ukashinde siku kikata roho. Maana ukifa tu ndo penye matokeo. Majibu hutapewa unapozunguka, majibu hutapewa unapoishi duniani. Utapokea majibu baada ya kukata roho. Ndo maana Biblia hapa inasema heri wafu wafao katika Bwana, wafao katika Kristo, wafao katika kusudi na mapenzi ya Mungu, waliojitunza, waliooshwa, walio safi, waliotakaswa, waliooshwa kwa damu ya mwana kondoo, waliooshwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Heri wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya mapambano makali, baada ya vita ngumu, baada ya mapito magumu. Kuitunza tabia, kutunza utakatifu. Wasomi wameshindwa, wenye elimu wameshindwa. Pesa haiwezi kulinda utakatifu. Utakatifu unajitegemea. Utakatifu ni kitu kingine. Kutembea na Yesu kwa uaminifu hadi mtu afe katika Bwana, ujue huyo alikuwa ni shujaa. Alijinyima, alijiepusha, alijitenga na mambo machafu. Heri wafu. Ufunuo 14
mstari wa 13. Huo ndio ujumbe uliosimamiwa siku ya leo. Heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya tabu zao. Unazikwa, watu wanasema alikuwa ni mtu mwema, wengine wanasema alikuwa ni mtu wa watu. Hizo kelele acha watu wapige huko. Nasema kipimo chako, subiri ukate roho kule, pongezi lake ufe katika Bwana. Watu wanaweza kukushabikia hata kama ulikuwa muovu. Watu wanaweza kukupamba hata kama ulikuwa unasaidia watu. Nasema kipimo chako, subiri ukate roho. Kipimo cha Mungu kiko kwenye moyo, kwenye roho ya mtu, kwenye nafsi ya mtu, kwenye moyo wa mwanadamu. Ukashinde utakapoingia hukumuni, ili ujulikane kuwa una haki katika maneno yako, ili ujulikane. Utaonekana siku utakapokata roho. Mungu amhukumu mtu akiwa hai. Hukumu ya Mungu, anasubiri ukate roho. Uzuri unakokwenda ndiko aliko. Hautaishia njiani, hautakataa kufa. Kufa ni lazima kwa kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Lazima utakufa, lazima nitakufa. Kipimo sio kufa, kipimo, je, ukifa unaenda wapi? Jiulize, jipeleleze, hasa kwenye siku za mwisho. Ndio maana watu wengi wanasema, unajua, tengeneza maisha yako. Wewe sio gari. Maisha yako ni kutubu dhambi zako na kuachana na maovu, ili upate kupona kwenye hukumu ya siku za mwisho. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 13, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana, waliopambana, waliopigana, waliotembea vizuri vita ya kiroho. Vita ya kiroho. Kama kuna vita ngumu chini ya jua, si vita ya mwilini, vita ya kiroho. Si vita ya uchumi, vita ya kiroho. Si vita ya maendeleo, vita ya kiroho ni hatari. Watu wana majina, lakini kwenye upande wa majina wameshindwa sehemu hii. Kufaulu kufa katika Bwana usifanye mchezo. Hiyo ni vita nyingine. Ujue kwamba mtu amepambana, ujue kwamba mtu amejitahidi. Wakenya huku mnasema mtu amejaribu, amepambana. Sisi wa Tanzania tunasema ili umejitahidi, nyie mnasema umejaribu. Sasa ujue umepambana, ujue umejaribu. Kama kuna mambo magumu duniani, nataka nikwambie, kama kuna jambo gumu duniani ni kufa katika Bwana. Hiyo fainali inasumbua. Watu wanahubiri, watu wanatembea na uokovu, lakini anajikuta mwisho wa siku anatua kwenye airport ya ziwa la moto. Anapambana. Ndio maana Biblia inatoa pongezi ili watu wawe imara zaidi, kwamba kumbe shida sio kifo, kumbe shida ni kufa katika Bwana. Kwa hiyo tembea na Yesu kwenye siku za maisha yako. Usikubali kuharibika, usikubali kuanguka. Sifa ya kuanguka ni mbaya, sifa ya kushindwa ni mbaya. Sifa ya ushindi inanyenyua, inainua sifa ya ushindi. Tembea na Yesu kwenye kipindi cha siku za mwisho. Yesu atakusaidia. Heri wafu wafao katika Bwana. Aliongea ujumbe huu kwa huzuni, maana ilikuwa ndo barua ya mwisho. Ukisikia barua ya mwisho ni kufa katika Bwana, hiyo ndo barua sasa, na hiyo ndo message ya kwamba kweli mwanaume amepambana. Kama ni mwanamke, kweli mwanamke amepambana. Maana huku mambo ya rohoni, kila mtu ni mwanaume kwenye mambo ya kiroho. Yaani yoyote anayetembea kwa uaminifu, awe binti, awe kijana wa kiume, awe baba, awe mama, yoyote anayepambana akatembea kwa uaminifu, huyo anaitwa shujaa. Huyo anaitwa shujaa wa mambo ya imani. Tembea na Yesu. Duniani haturudi. Ukiondoka umeondoka. Kama majibu yako ni ya kuferi, ni kuferi milele. Tembea na Yesu kama mwenda wazimu. Itumie nafasi kufa kupona. Tunaondoka wala haturudi. Tembea na simba wa kabila la Yuda, asiye na mwanzo wala hana mwisho. Ni nafasi pekee ambayo Mungu amekupa ukiwa na afya, ukiwa mzima, ukiwa na nguvu. Jitenge mbali na anasa, jitenge mbali na uovu. Heri wafu wafao katika Bwana, wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya tabu zao. Ujumbe huu Yesu aliacha barua kali, aliacha ujumbe wa lala salama, aliuacha ujumbe wa siku za mwisho.
kwamba wanangu, shida sio duniani, shida ni kifoni. Shida si kuishi duniani, shida ni kifoni. Ukashinde utakapoingia kwenye umauti, ukashinde utakapoingia kwenye ukaguzi. Heri wafu wafao katika Bwana. Tembea na Yesu kwa uaminifu. Acha njia za ujanja, acha njia za ujeuri, acha njia za uovu. Jitunze hasa kwenye siku za mwisho. Heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya tabu zao. Kutembea na Yesu ni ngumu, kutembea na Yesu ni gharama. Hadi ukajiepusha na maovu ya dunia, zikapita pesa mbele zako za uharibifu ukaziruka, wakapita wadada mbele zako ukawaruka, wakapita vijana wa kiume ukawaruka, vikapita vileo na vitu vingine vingi vyenye mvuto ukaviruka. Wewe ni shujaa, wewe umejaliwa safari ya waliojaliwa, safari ya mashujaa, safari ya washindi, safari ya waliojikana, safari ya walioamua. Tembea na Yesu kwenye kipindi cha zamu yako. Haijalishi mazingira, haijalishi maisha, haijalishi ni ndoa. Tembea na Yesu ufaulu kufa katika Bwana. Ndo pasipoti yako, ndo tiketi yako, ndo njia pekee itakayokusaidia kwenda kumpata, kumuona Yesu wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Na ni nafasi yako pekee. Swala la kubadilika ni la kwako. Ukiamua kuendelea kwenye dhambi ni wewe. Haya ni maamuzi yako. Umechagua unachotaka kukitumikia, lakini utakwenda usikotaka, kwa sababu ukiitumia nafasi vizuri, ukitumia maisha yako vizuri, mtumikie Yesu kwenye siku za mwisho. Heri wafu wafao katika Bwana. Heri wafu, heri watakaofaulu kutembea na Yesu kwa uaminifu. Na ni nafasi yako pekee, ni nafasi ya kuitumia. Mtumikie Yesu kipindi una afya, mtumikie Yesu kipindi una nguvu, mtumikie Yesu aliyekupa uzima. Nafasi yako ni sasa. Itumie nafasi kwenye siku za mwisho. Usichezee muda wako, usichezee mwili wako. Mwili huo haurudi. Ukiondoka umeondoka, hakuna kurewind, hakuna kurudi reverse. Unaenda mbele. Umetoka kwenye utoto, unaingia kwenye ujana, unaingia kwenye utu uzima, unaingia uzeeni. Na baada ya kuingia uzeeni, unachosubiri ni kifo. Lakini baada ya kifo utaenda wapi? Nani akupokee? Upokelewe na nani? Kule mbele ni sehemu mbili tu. Kuna njia ya kuelekea uzimani, kuna njia ya kuelekea hukumuni. Kule mbele ni njia mbili tu, ya jehana na ya uzimani. Chagua maisha yako. Heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya tabu zao. Asema Roho, asema Shahidi, asema Mwokozi, asema Simba wa kabila la Yuda. Tembea na Yesu kwenye kipindi cha zamu yako. Jiepushe na mabaya, jiepushe na uovu, jiepushe na dhambi. Achana na dhambi, mkiri Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata hutakuja kugoma kufa. Kufa ni lazima. Kama ulizaliwa na kufa, utakufa, na hiyo haina huruma. Utakwenda. Hata ungekatalia njiani, hata ungegoma, bado kifo kipo, na ni nafasi yako pekee. Na Yesu akubariki. Kwenye ujumbe wa neno letu linalotoka kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14 mstari wa 13, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya tabu zao. Kutembea na Yesu kumbe ni tabu. Bwana alibariki neno lake. Niingie kwenye maombezi. Kwa wagonjwa wote na unahitaji kumpokea Yesu, ni kazi kwako. Kazi yangu nimeisha hubiri, kazi ya kwako ni kuokoka, kubadili maisha yako. Sitakulazimisha kuokoka, ni wajibu wa maisha yako ukitaka. Niingie kwa wagonjwa moja kwa moja kuwaombea. Baba, katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi, amiri jeshi mkuu, Simba mponyaji, wewe ni Mungu mtenda miujiza, ni Mungu unayefungua
maisha ya watu waliogandamizwa na nguvu za giza, ziachie. Waliofungwa na nguvu za ufalme wa adui, ziachie kwa jina la Yesu. Nikimpinga shetani na ila zake zote, joka toeka kwa jina la Yesu, na kupinga juu ya afya ya mtu huyo, na kupinga kwa jina la Yesu. Magonjwa toeka, maradhi futika kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea kufunguliwa kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kufunguliwa kwa jina la Yesu. Uwe mzima kwa mamlaka ya Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi, simba wa kabila la Yuda. Funguliwa na kupokea uzima kwa kusudi la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Uwe mzima, na wote tuseme amen. Amen.